Ni siku nyingine nzuri kabisa. Karibu sana mwanafamilia mwenzetu wa 69 Media TZ. The Gossip Table ndo kipindi kwa hewa time hii hapa, na sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza yale ambayo huyafahamu yano trendi mitandaoni ndani na nje ya Tanzania. Mambo ni mengi lakini muda mchache, sio bure. Umerogwa. Mimi hapa ni Sami Baby, lakini niko na mimi naitwa Osman Maalim. Ana meremeta. Ana meremeta. Ana waka. Mwinjako ana moto sana. Ana moto sana. Bwana, nyie muda wowote mkae tu mkisubiri. Ukisikia honi zinapita barabarani, basi ujue ni msafara wa harusi. Kabisa. Harusi ya nani? H na K. Nakwambia. Mambo ni mengi sana. Penzi limetaradari. Penzi ni moto, mambo ni hivi. Penzi limeglow. Bwana, sisi leo tumekuja hapa kuzungumza kitu ambacho kimeweza kuzungumzika ama tumeweza kukiona ikiwa ni baada ya Mwijaku kuzungumza ama kutoa ujumbe fulani. Unajua tu kwenye mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Na ukiangalia sasa hawa wapenzi wawili, hii kapo ya watu wawili ya H na K wote pia wanautumikia mfungo. Kapo ya H na K, Harmonize na Kajala. Ukajua nini? Ukajua Hidaya na nani? H na K. Na K. Si kipindi kile walichorana hivyo. Sema kila kitu KK. KK. Tumbo K. Kajala K. Harmonize H, si ndio? Hata kifua pia nacho ni K. Sasa bwana, Mwijaku aliandika ujumbe kwenye Instagram yake ikiwa ni baada ya kuwaona watu wawili wako pamoja. Yaani tuko kwenye mfungo lakini bado wanaonekana wako pamoja. Mwijaku kuna ujumbe ambao aliuandika, akasema, ndugu yangu, chagua moja, kuoa au kumruhusu Kajala aende home mpaka mwezi uishe. Kuishi na Kajala ndani ya mwezi huu, na ikiwa haujaoa ni kosa. Wewe ni ndugu yangu na najua una mapenzi ya dhati na Kajala, lakini nakupa masaa manne. Masaa haya manne. Alotoa nani? Mwijaku amempa Harmonize uweze kufanya maamuzi haraka. Huu mwezi mtukufu, na wewe ni Muislamu na unajua ni dhambi kuishi na mwanamke ambaye hujamuoa. Akaendelea kuandika, umekosea sana na napiga simu upokei tokea mchana. Why? Na unajua uliniambia unataka kujikita kwenye ibada. Mdogo wangu, mie ni kaka yako na wewe ni bosi wangu katika maisha yangu, ila nimesema ukweli, leo umekosea sana. Na napiga simu zangu hushiki. Kila nikipiga simu hupokei. Shida nini? Shida kitu gani? Mwijaku naye si tumweke wapi, ni mbea sana rafiki. Lakini Mwijaku ni mtu ambaye yuko karibu na Harmonize, unajua. Ni kweli. Alafu Mwijaku ameongea ukweli. Katika vitu ambavyo mimi nahisi Mwijaku ndio maana kuna sisi tuzungumza hapa, Mwijaku ana uchawa fulani na umeona hapa, unajua anapiga dongo alafu analizima. Umenelewa? Kwa sababu tunamjua Harmonize naye achelewi piga zile block zake, anaona huyu vipi, mbona kama anaingilia huyu. Unajua Ochu pamoja na mtazamaji, Mwijaku ni mtu ambaye watu wanamwona kama muongeaji sana, sio na nini, lakini inapokujaga swala la ibada kwenye hilo nampongeza. Nakuja swala la ibada, unaona hata akiwa na mke wake nini, akianza kuzungumza ile mambo ya kiimani zaidi, unasema hapa kweli kwenye ibada huyu mtu kaiva. Sio vizuri. Kwa hivyo kama ni kitu ambacho alikizungumza kwa mdogo wake, lakini pia kutokana na imani ya dini ninavyosema, pia alikuwa ni sahihi, kwa sababu hata mimi pia niliona clip Harmonize bado yuko na Kajala. Mimi niliona Harmonize yupo na Kajala, lakini pia Harmonize ametoa jina jipya. Niliona baada ya pale nikaona Harmonize katoa lile jina. Alafu Kajala anasema, mbona kama jina sijalielewa hivi, akamwambia nenda Google angalie hilo jina lina maana. Afu nao unajua umeangalia hiyo video vizuri. Umeangalia video vizuri na kweli Mwijaku yuko sahihi. Ukiangalia video vizuri, wamekaa wote pamoja na the way ambavyo wanazungumza, yani ile kimahaba. Na kuna wakati mpaka Kajala alimuita Harmonize babe, sio nini. Ndio mimi nakwambia kuna wakati Mwijaku pia. Alafu sasa tuangalie na muda wenyewe. Muda gani? Ulikuwa ni muda wa kufuturu ule? So kwa muda wa kufuturu, hapana, ile ni muda kama
kama mchana hivi jioni. Si uko tuliona Kajala alikuwa anatafuna chapati na yeye si anafunga. Kajala anafunga. Anafunga yeye, yule Mkristo anafunga pia. Wanafunga hiyo Kwaresma. Kwaresma yeye anafunga Kwaresma, huyu anafunga Ramadhani. Hivi Kwaresma inakuaje? Kwaresma inakuwa kwamba wanafunga kama tunavyofunga sisi Waislamu ama ni vipi? Kwamba yani kwa maana unafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna kula. Ndio kama kawaida. Kama kawaida. Na kwa siku 30 au 40. Siku 40. 40. Kwaresma ni siku 40. Kwa hiyo unafungua saa 12. Kama kawaida. Basi jambo zuri. Jambo zuri. Sasa kutokana na kile ambacho aliweza kukizungumza Mwijaku, ama anaweza akasema najua bro umezungumza kitu, lakini mimi siwezi kunyamaza kwenye hili. Ngoja nikujibu, na hiki ndicho ambacho tunataka tukujuze wewe mtazamaji, lakini pia shabiki wa hii kapo kwamba kuna jambo zito linakuja. Harmonize alienda akamjibu kaka yake ambaye ni Mwijaku bwana Ochu. Akajibu na kusema tulialikwa iftar kwa mzee Omari Mwanga. Omari Mwanga ni nani unajua? Ni Mario. Kila mtu yupo kwake. Miezi mizito imegongana. Tumekutana hapo. Yani timisi kwamba hawaishi pamoja, ila taratibu zimeshaanza mzee wangu. Hizi siku 2 za moto sana. Taratibu za nini? Za ndoa. Si unaona tunavyocheka, tumeshaanza na jina kama nilivyokuahidi, nao anaitwa Salha Abdul Kahali. Kumbuka Harmonize anaitwa nani? Rajab Abdul Kahali. Kama sio 10 hili la kwanza, basi la pili tunamaliza jambo. Mambo ya kubadilisha Aitimisi kwamba kutokana na kile ambacho amekijibu Harmonize, tutegemee lolote Harmonize na Kajala kuingia kwenye maisha matakatifu ya ndoa. Unajua ndoa nayo ni ibada. Kwanza ukiacha kuingia kwenye maisha matakatifu ya ndoa, mbona kama unarukisha nifanye nini? Kubadilisha dini. Jana tulikuwa juzi hapa sijui tulikuwa tunazungumza. Ni jana tulizungumza kuhusiana na nani? Na tulizungumza kuhusiana na Jacqueline Wolper. Ndio. Kuupenda Uislamu na tukagusia kidogo kama hivi mama na mwana nao wakiingia kwenye Uislamu mpaka tukahisi huenda ikawa ni ngumu Harmonize kumbadilisha Kajala kuwa Muislamu, labda Kajala amlete Harmonize kwenye Ukristo. Mwanaume ni mwanaume tu. Mambo amejibu. Mambo amejipa. Mambo yamekuwa hivi. Mama amekuwa moto bana. Maana jana nilikuwa nazungumza nikasema Harmonize ukiangalia upande wake baba, mama wote ni nini? Ni vigogo wa dini. Ndio. Yani vigogo wenyewe, umeelewa? Na ulisema. Na Harmonize nikasema ana uwezo wa kubadilisha dini. Alafu pia jana kama ulikumbuka nikazungumza nikasema Harmonize kama niliona kama kistaraba, kumbe ilikuwa ni ile mambo sio ya niliona hata kwenye mitandao watu wanajipiga vile. Sawa, ile ni kabla ya mfungo wa Katoliki. Kama wanabarikiwa. Wa Katoliki wanaenda kama kubarikiwa sa mfungo wanzi, wanasema ibada ya majivu. Unapigwa ule msalaba hivi kwenye paji la uso. Harmonize naye alikuwepo katika hiyo mambo ya kupigana msalaba. Itakuwa alichukua. Unajua hata kama ukija wewe hata kama ukija wewe umepigwa hivi, naweza nikachukua na mimi hivi nikajipiga tu. Yes, kama ni mkasi, ni mkasi ndio. Ule sio mkaa. Yale hatukianza tena kuzungumza tukianza kufafanua hapa. Sio kufafanua. According to Wakatoliki yale wanaita ni majivu. Majivu. Lakini ni majivu matakatifu. Kwa hiyo Harmonize naye aliingia katika majivu matakatifu. Sasa ndo ametuwekea alama ya kuuliza. Ule msalaba, je, na yeye alienda kanisani ama alivyorudi Kajana alichukua kajipaka? Kwa hiyo kunaambia Kajala katoka kanisani mpaka nyumbani. Na ndio maana Mwijaku hazungumzi bure. Mwijaku kaona kitu. Harmonize itakuwa kaenda kanisani. Kwa alipelekwa kanisani? Au umeonaje hapo? Ndio mimi bado najiuliza kitu Ochu kama au walisindikizana. Labda alimpeleka. Si kipindi cha nyuma pia ile kusemekana kwamba Harmonize alienda kanisani. Mereta sanam. Mapenzi bwana. Mapenzi ni sayari nyingine. Baadaye sasa Harmonize akamwambia bwana kaliangalia hilo jina Google. Swala jina gani? Yaani alikuwa kama jina gumu. Anaona gumu. Swala ni majina mapya. Hivi kuna Swalha na Salha Kuna Salha na Swalha. Swalha mimi niliona jana definition yake. Pale wanasema sijui ni mtu mwema, ni mtu ambaye
anapenda dini, yani ni mtu ambaye mwenye imani, amebobea kwenye dini. Kwa kimaana yani fupi tu nimeiweka hapo. Maana yake iko hivyo, ni mtu mwema, ni mtu ambaye anapenda dini, ni mtu wa dini yani. Swalha. Sasa mimi najiuliza ni Swalha au Salha? Swalha. Na kulingana ile jina leo nani Harmonize alompa Kajala ni Swalha. Kulingana maelezo yako, of course ukizungumzia hiyo maana ya jina Swalha huko kwenye Ukristo, Kajala ni mpongeze sana. Dio? Kajala apart from kuwa mtu maarufu star, inapokuja swala la kiimani, Kajala yuko vizuri. Ndio? Yes. Kajala ni mpongeze, yuko vizuri. Mara nyingi amekuwa akionekana akienda kanisani, swala vizuri. Ukimwangalia ana mtu wa Mungu. Kajala yani ni mtu wa ibada, yani ana imani. Yani atafanya kila kitu, lakini inapofika wakati wa ibada, mambo ya kuzingatia imani, yuko strong. Yuko strong. Kipaumbele sana. Yes. Ukiangalia nishamfuatilia tangu naanza kumuona, hata kuna ile ambao Wakatoliki wanavaa ile wanaita rosali. Ile ya kwake. Sije kumuona kama amevua. Kitu ambacho pia ni kizuri zaidi. Yes. Hakuna. Yani anapoenda anaenda naye. Yani kwenye zile picha tunafuatilia maisha ya wasanii kwenye picha video. Hata kama atakuwa amevaa chini nyingine kwa juu, lazima ile kitu bado ipo. Ataipigilia. Utaona kabisa kama Jumapili akaposti kaenda kanisani yeye na Paula. Yani hata kabla Paulo bado hivyo. Yani yuko kwenye dini. Yuko kwenye dini. Kwa hivyo kama hilo jina Harmonize amemchagulia Kajala la Swalha, na kutokana na maana yako iliyosema, of course ni jina ambalo linampendeza sana Kajala. Na Kajala ukiangalia katika swala la unajua Kajala siku hizi amekuwa ni mtu ambaye mimi nampongeza sana. Kuna siku niliwahi kuzungumza hapa kwamba Kajala amechagua maisha ya kuwa na rafiki ambaye ni mwanae. Humuone hang out na marafiki, labda tu sasa hivi baada ya hiki kipindi chao kuanza hizi hour big 6 hour kuwa ile na kipindi chao, ndio umeona sasa anakuwa karibu na wale wenzake kina Irene Uwoya, kina Jackie Wolper, kina Tizekil. Lakini kuna wakati alichagua maisha ya kuwa karibu na mwanae. Na hata watu ambao anakuwa na hang nao sio wale watu ambao ni maarufu kwamba wa mitandaoni sio na nini. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho kiukweli lile jina la Swalha Abdalla Kahali limeendana naye. Bwana, sasa kwa hiyo tutegemee hapa katika sababu tupo kwenye 10 la kwanza ile. Na leo ni Ramadhani ya 3. Yes, ya 3, chungu cha 3. Kwa hiyo tuna mwezi hapo, tunatakiwa kuna kama 10 mawili hapo. Sasa tutegemee kwenye 10 la kwanza ama 10 la pili, kuna chochote kinaweza kikatokea according to Harmonize mwenyewe Bwana Rajab. Maana kuna ndoa ya mkeka kama nini? Au watafanya sherehe? Maana ukisema tu kwamba hii ni ndoa, wataweza kufanya ndoa ya ghafla. Umeelewa? Tutaita ndoa ya mkeka kwa sababu inakuwa haina maandalizi. Na ndio maana au hiyo inafanya kwa sababu ya Ramadhani. Hapo sasa tujiulize vitu viwili. Lakini au tujiulize vitu vitatu. Ndoa ya Harmonize na Kajala wakifunga kipindi hiki ni kwa ajili ya kufurahisha mashabiki? Je, ni kwa ajili ya watu wamesema kwamba wanakuwa karibu sana na Ramadhani? Au ni kwa sababu wanapendana na wamechagua wakati maalum wa kufunga ndoa? Nimekumbuka kitu kimoja. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimekumbuka kitu kimoja. Swali walivishana pete. Walivishana pete ya uchumba, afu ni mara ya pili. Walivishanaga pia unajua. Sasa tuzungumzie hii mara ya kwanza. Hii ya mara ya pili ile mara ya pili ile ya mara ya kwanza tuachane nayo, tuzungumzie hii ya mara ya pili. Hii ambayo Kajala kama vaga ni jeusi. Ndio imekuwa wamerejeana, wamekuwa katika mahusiano, ndio mahusiano ile ndio content ambayo tulikuwa tunaiangalia first time, ndio ilikuwa watu walikuwa naitolea macho. Na ndio imekuwa ya kiutu uzima zaidi. Ile ilikuwa ya drama. Na hiyo kaja na inakaja na Ramadhani na hii hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni mipango, sisi tukasema ndoa ya mkeka hapa, tukaanza kurudishwa nyuma. Na ndio maana nasema wanda bado mipango. Lakini kuna director sio Onesmo alisema akasema wewe niliona interview yake, ushakuona ile engagement wazazi wa Harmonize walikuwa pale au wazazi wa Kajala walikuwa pale, na yeye akajitolea mfano. Akasema kwamba yeye alipofanya sherehe yake, jambo lake, wazazi wa pande mbili wote walikuwepo. Mama mkwe, yeye mwenyewe, baba mkwe, nani. Lakini Harmonize ilikuwa kama
Sasa siku hizi si kizungu. Yaani siku hizi si will you marry me popote pale. Yaani sasa hivi sio ile kama zamani. Will you marry me popote pale. Wazazi msibidi kushirikishwa kwenye vikao vya mipango ya harusi, mkae kwenye kamati, basi muingie ukumbini. Au ndio ile kizunguzungu cha mapenzi. Hivi unajua kuna watu unajua bora hata ambao wanabashana pete, at least kuna marafiki. Kuna watu wanabishana pete za uchumba ghetto. Alafu mwisho wa siku unashangaa send off wapi? Harusi. Ghetto. Wako wawili tu. Wenyewe. Wanapigana tu magoti. Will you marry me? Shobo hataki nani mapicha. Kwa sababu wanasemaga mambo ya pete ya uchumba hainaga kwamba sio lazima kila mtu ajue. Muhimu tu kwamba umeshajitambulisha wewe Ochu, umekuja kwa kina Sami, umejitambulisha, unajulikana kama mchumba wake. Yaani kama mtu ambaye unataka kumuoa, umeshatoa zako posa, basi mambo ya pete watu wengine, familia zingine sijali sana. Nyinyi hata mkavalishane huko. Muhimu tu kwamba unamvalisha mwanangu pete, ila tayari umeshajitambulisha nyumbani, tunakufahamu. Basi ni kweli. Harmonize tutegemee ndoa hivi karibuni. Nadhani hapo litakuwa jambo jema jamani. Kama litakuwa ndo litafanyika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama ni kweli maana na mimi ni kitu ambacho nakitamani. Unajua kana kitamani? Yaani mimi sijatamani Paula atangulie kufunga ndoa kabla ya mama yake. Mimi nilikuwa natamani sana Kajala aanze kufunga ndoa. Sawa. Alafu ndio Paula afate. Na mimi natamani sana hata ili hata kama sio 10 la kwanza basi 10 la pili wajitahidi wafunge ndoa. Bwana Omari na Paula na yeye wamazeta 10 la mwisho wamalizie na wenyewe. Unajua kuna kizunguzungu sana. Yaani game ya bongo. Yaani kuna hivi mambo ni hivi. Yaani kuna vitu Sami, kuna vitu vinaumiza kichwa. Yaani vinaumiza kichwa kwamba ujiji tunataka kukiongea utaona kama masiara, lakini ni kitu ambacho kwa kukifikiria Harmonize ni rafiki yake Omari, si ndio? Mario. Omari anatoka na Paula. Umeelewa hapo mzunguko wangu unapokwenda? Paula yuko na Omari, Kajala yuko na Harmonize. Unaelewa? Kiangalia mfumo wao yani wa maisha. Lakini nikuulize kitu. Ngoja sijamaliza. Mfumo wao wa maisha jinsi ambavyo unauona vile. Jamani. Kuna kitu kama kinaumiza kichwa jamani. Sasa wanaumia nini? Anaumia kwa sababu siumii kwamba anaumia. Naona kwamba ni vitu vimekuwa vipo tofauti sana. Yaani kama kuna hazi fulani hivi kimwangalia Kajala umri, umeelewa? Nikiangalia Omari umri wake, umeelewa? Yaani naiweka kwenye upande huo. Si umeelewa au vipi? Si umenisoma? Yaani nawe kwenye upande huo. Ndoa imefungwa pale, kwa hiyo Harmonize na Omari wanakuwa ni mtu na nani yake hapo? Na mkwewe. Mtu na mkwewe, si ndio? Pamoja na Harmonize, Kajala na jamani na Paula. Hakuna tatizo kwa sababu Harmonize na Omari ama na Mario sio ndugu. Na mimi nitaka nikuulize kitu kimoja. Ukaribu wa Harmonize na Mario umeanza kuona kabla ya hawa watu kudeti hawa watu wa familia moja, ama umeanza kuona kabla au baada? Kwa sababu wale ni wasanii, walikuwa zamani wanaweza kawa wamekutana na kawaida. Lakini kilichofanya wawe karibu zaidi ni baada ya kujikuta wako kwenye familia moja. Hiyo ni kawaida sana. Hiyo ni kawaida sana kuwa hivyo. Kujikuta kwenye familia moja au baada zile kolabo. No. Yaani wenyewe mwanzoni walikuwa na ule ukaribu wa kawaida kama wasanii. Lakini baadaye wakaja kuwa karibu zaidi baada ya kwanza kuwadeti hawa mtu na mama yake. Na ndio maana tukashangaa tukaona kuna ile ngoma imetoka ile palele I want to take to Zanzibar. Yaani Harmonize, Mario pamoja na Rayvanny. Kwa hiyo tukaona hiyo collab imekuja baada tu ya Mario kwanza kudeti na Paula na kukutana na Harmonize na date na Kajala. Ndio ukaribu ukazidi kuwa hapo. Kwa hiyo kichozidisha kuwa karibu zaidi hata kwenye kazi zao ni baada ya wao kujikuta wako karibu mtu na mkwewe. Mahusiano na nini. Yaani mahusiano hapo ndio ameleta nguvu.
kwa ule udugu zaidi, kwamba yani lazima hapo tunaweka sasa tuna udugu hapo. Yani lazima tuwe Mario, kama ulikuwa unikubali mimi na Harmonize tayari tunakutana kwenye familia. Ndio. Sometimes pia Mario anawapiga picha mtu na wakwe zake. Kwa hiyo lazima tu, hata kama ulikuwa una chuki na yule mtu lazima tu yani chuki weke pembeni, muendelee kuwa karibu. Yanaendelea. Na kuna kauli umeizungumza, kwani wao ndugu? Basi mimi sina doubt. Nilikuwa nafikiria naona kali hapa. Unajua ile Harmonize alikuwa anatakiwa afanye mambo yake nini, lakini uzuri zaidi hapo ndo tunaanza kuona familia ya kimuziki jinsi gani zinaanza kuiana pamoja, si ndio? Na Ochu kwa Mwijaku ana haki ya kuzungumza maneno kama yale? Ilikuwa ni sahihi kwa sababu vitu vimeonekana mtandaoni. Kwa hiyo ilikuwa ni sahihi pia hata Mwijaku kuja kuzungumza mtandaoni. Au Mwijaku tuchukulie kawaida yake kuropokwa mitandaoni. Haki akiona kitu Mwijaku iko hivi. Mwijaku jambo aliliona. Ndio maana kama unaona kwenye maelezo yake anasema nilikupigia simu upokee. Itimisa alitaka kuongea naye kwanza. Yaani kama brother na mdogo wake kwenye simu. Alivyoona Harmonize ashiki simu akasema kwa sasa ngoja jambo nilipeleke mtandaoni, najua tu utaliona. Akaona simtanie. Unajua unaweza kukuta mistake ukapuuzia, ukawa hujapata ule ujumbe, lakini mtandaoni lazima utasoma tu. Unaweza kama umempigia Harmonize akajua huyu hana la kuzungumza. Kwa hivyo huenda Harmonize angepokea simu ya Mwijaku, lile jambo lingeisha kifamilia. Kwamba mtu na ndugu yake kamba hivyo, yani jambo lingeisha chini kwa chini. Mwijaku hawezi kujizuia. Kwa sababu ile miemko yake ile, kwa sababu unajua kuna vitu bana unaweza ukampigia simu baadaye. Sasa kwenye mitandao, jamani, Mwijaku umetukomoa hapa, umetuzidisha, yani umetupeleka extra. Mimi kuna kitu nitaka nikizungumze. Ocho, nikuulize pia, Mario na Paula ni wazazi, wana mtoto na wanaishi pamoja. Najiuliza kipindi hiki cha mwezi mtukufu au nao vipi? Si ndio yale ya Simba kumuita Lion? Ndio yale kwa sababu ushauri huo umepigwa pande mbili kama umeona hapa. Simba kumuita Lion. Nimeipenda hiyo. Kwa sababu unaona kabisa nyau kumuita paka. Yule ni nyau, hapana, yule ni paka. Yule ni mnaanza kubishana sasa. Yule ni paka. Umeona? Sasa mimi naona ili Mwijaku kapiga pasi ndefu kwa wote wawili. Kaifikisha kote kote. Yaani Twinny ni mtu mbaya, ni mtu mbaya katika dunia. Ndio umos. Mimi nimejiuliza sana, kasema sije kawa tu wanazungumziwa hapa nani Harmonize na Kajala. Yaani vitu ndio vile jamani. Kiukweli ushauri huu umeenda zote kwa hauja mention nani, lakini umeenda kwa pande zote mbili. Kwa Mwijaku kaua ndege wawili kwa jiwe hili mmoja. Si ndio Twinny, si ndio? Wanamhitaji ndio hivyo hivyo. Twinny. Twinny. Sikuna hata kuna ule waya ule. Twinny, tunaujua ule. Ndio. Yaani unakuwa unafanya kazi yaani sehemu mbili lakini ni waya huu. Yaani pale kuna nyekundu na njano au nyekundu na nyeupe. Mwijaku umeshinda ndugu yetu bana. Kulikuwa kuna siku fulani nilikuwa naongea, nilikuwa na huyu kakaangu brother huyu bana, kuna vitu fulani angevichikichia, lakini kumbe nimeelewa kwamba ile unapotoa sauti kwa watu una kitu ulikuwa una kitarget. Sasa sisi tumemfumbua hapo jicho. Kama alikuwa hajaona. Maana sisi hapa ndo tumeona kwenye the gossip. Sisi ndo tumeona kwamba Mwijaku wao ulielekeza akili yako moja kwa Kajala na Harmonize. Ndio? Sisi tumeona na hii imetokea ghafla tumeona. Je, kwa Mario na Kajala what's gonna happening? Mario na Paula na Paula ndo mama na mtoto. Mama na mtoto. Muhimu tu bwana wasilimisheni hao watu muwaoe. Mimi naona sasa hivi familia ya P-Funk Majani yote itaingia kwenye dini ya Kiislamu. Safi. Kwa sababu Amara ni Muislamu. Si ndio? Amara jina fulani hivi amazing. Hivi P-Funk naye pia ni Muislamu P-Funk. I'm not sure. Sina uhakika. Mbona mke wake anaitwa Samira? Inaweza kama Muislamu. Lakini hilo jina la P-Funk inaonekana anaitwa Paul, jina lake ni Paul. Ni Mkristo basi. Mkristo. Na ndio maana familia ya Kajala na
Paula ndo nakuwa vile vile. Vile vile. Big time tumezungumza vitu vingi sana na The Gossip Table, na tumewazungumzia hawa wawili wapendanao. Mapenzi yameanza muda mrefu sana, lakini this time around tumeona kwenye mfungo mtukufu wa Ramadhani mambo yamekuwa ni mengi sana. Wamekuwa wakijiposti baadhi ya posti zao kwenye Instagram na kwenye mitandao mengine kwamba wapo karibu, lakini Mwijaku amekuja akakaa akafikiria akaona hapana, mdogo wangu, huu mwezi mtukufu wa Ramadhani haina haja tena mkawa karibu. Baada ya kukaa kidogo tukaona Mnyamwezi au sio bana, akaona haiwezekani. Baada ya kumtafuta akaona ngoja ni reply au sio bana, nije niweke sawa ya mambo. Walikuwa wamepata mwaliko fulani hivi kwa Omari Tambwe, namzungumzia Mario au vipi kwa hiyo kama akaona hii sishakuwa familia moja. Kwa hiyo this time around tukaona bora tu ball kwa pamoja alafu mambo yaende. Kwa hiyo Mwijaku yeye sisi tukajua kwamba amepiga dongo kwa watu wawili au vipi bana, kwenye familia moja lakini dongo la watu wawili ambao limepigwa dongo kwa Harmonize na Kajala na pia Mario pamoja na Paula Mama Amara. So hii inakaaje sawa kuona wote mmoja. Ukiangalia upande wa Harmonize na Omari ni Waislamu. Ukiangalia upande wa Kajala na Paula mtu na mama yake ni Wakristo. Watu wakasema hapa kutakuwa kuna ndoa ya pamoja ambayo itakuwa kama watu wanaifikiria hivi, umeona? Yani mama anaolewa leo au mama anaolewa saa 12 ya jioni au vibana saa 1 kamili za usiku, mtoto pia anaolewa. Na mahari tayari Mario tumeambiwa ameshatoa kama milioni 100 hivi za Tanzania. Sijui ni dola ama ni hela ya Tanzania mani, lakini si hatujui. Dola milioni 100. Anaoa ukoo. Amba unaoa ukoo. Anaoa ukoo ni dola so poa. Ukipiga hesabu dola milioni 100 no bilioni. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo. Ni hela Kitanzania au vipi bana. Alishatoa mahari. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii anasema mahari yake ni milioni 100 au vipi bana. So milioni 100 ilikuwa kwenye jiwago ni humo. Watu wamepiga sana hesabu. Hatari sana. Bana big time. Uendelea pia kucomment hapo sio bana, kuambia vipi unaonaje mfungo huu wa Ramadhani na washikaji zetu ambao wana trend kwenye mitandao ya kijamii. Namzungumzia Mario, Kajala, Harmonize au sio bana, pamoja na Paula Kajala. Vipi tuone kabla mfungo wa Ramadhani kuisha kutakuwa kuna ndoa tayari zimekamilika alafu maisha yakaendelea, au wanatutega mitego fulani hivi hapo watu wanapita chini hivi atuelewe. So tutakuja kuona kwa sababu mwezi sio mbali huu. Vipi bana, tunamuomba Mungu kidogo atupe, so kidogo tunamuomba Mungu sana atupe maisha marefu ili tupate kushuhudia hizi kuona what's gonna happen, what's really happen au vipi So comment yako ni muhimu au vipi, inakuwa ni vizuri kinoma noma. Mimi naitwa Ching. Ocho kamaliza kila kitu. Mimi ni Sammy baby. Till next time. Hivyo. Noma sana hivyo.